ukimaliza mwezi mzima mkeo hajakuudhi wewe hujaoa. Msijizime data, mnanielewa? Kama umemaliza mwezi hujaudhiwa na mkeo hujaoa, mwanamke moja ya shughuli zake ni kukera. Sasa nenda kaoneshe una akili timamu na kero za mwanamke namna gani. Kuna mwingine siamalizi mwezi, mwingine kila siku yana kuudhi tu, utadhani kuwa hakupendi, kumbe ule ndio mwanamke wenyewe. Unamwambia A, anasema C. Kwa hiyo nakuombeni vijana, msiichukie ndoa kwa kero za wanawake, bali kero za wanawake ndio zitakuja kuonesha upeo wa akili zenu. Mwenyezi Mungu akupeni subra na uvumilifu na ubunifu kwenye ndoa zenu. Wanaharusi wa leo na wajana na wajuzi, ndoa ni vitu vitano. Ndoa ni vitu vitano. Ndoa ni moyo wako. Uliomuoa yupoje ndani ya moyo wako? Ili ndoa yenu, mapenzi yenu ya dumu, je, mke huyo yumo ndani ya moyo? Kama ambavyo mke aliyeolewa naye yupo ndani ya moyo, au yupo kwenye kinywa, au yupo wapi? Ili ndoa idumu ni lazima ajikite ndani ya moyo huyo mwenza wako. Lakini ndoa ni mwili wako. Mwili wako unamtumikiaje uliyefunga naye ndoa? Kuanzia makutano yenu. Katika jumla ya vitu ambavyo vinaharibu ndoa ni mwili kutotumika ipasavyo kwenye ndoa. Lugha nyepesi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, inna Allaha kataba al-ihsana ala kulli shay. Mwenyezi Mungu amelazimisha kupatia kila kitu. Naomba munielewe, mmeoa, mwili wako ukapatie. Kama hujanielewa, tafuta mtu mzima baada hapa akuelekeze. Mwili kama haujatumika vizuri kwenye ndoa, ndoa hiyo itaparalyze. Lakini ndoa ni ulimi wako. Namna gani maneno unayoyasema kwa mkeo? Mtu mmoja alisema, kalmus lisani anka min kalmis sinani. Kalmul lisani anka min kalmis sinani. Jeraha la ulimi laumiza zaidi kuliko jeraha la mkuki. Hakikisha ndoa yako inakusababishia kila siku uwe msanii wa maneno. Mara nyingi huwa nasema, mwanamke hakuna kitu anachokipenda kama kusifiwa. Mwanamume ukipenda kusifiwa, tutakutilia mashaka. Tabia ya kupenda sifa ni ya mwanamke, na mwanamke usipomsifu haamini yupo na wewe. Na wala si shida kumsifia mkeo. Hebu jaribu kutengeneza mistari, msifie mwili wake, msifie macho yake, msifie maneno yake, msifie na msifie, lakini si mbele za watu. Unapokuwa naye, ulimi wako uwe ni chachu na chanzo cha kutunza ndoa yako. Bahati nzuri, mara nyingi huwa ninasema, katika wengi waliosema hapa, mimi mwenyeji zaidi kwenye ndoa. Huu ni mwaka wa 34 mimi nipo kwenye ndoa. Sio wajana, sio wajuzi. Ndoa naijua vizuri, na miaka 34 nipo kwenye ndoa. Kwa hiyo mimi ndoa naijua miguu yote miwili. Hakuna kitu bora kama ulimi wako. Lakini pia ndoa ni akili yako. Ni namna gani unatafakari katika kuboresha ndoa yako, upande wa maneno na matendo. Nini unachomfanyia mkeo? Nini unachomwambia mkeo? Uwe ni usanii unaoundwa na akili yako. Kwa nini tunaambiwa wazee wetu? Sheikh Nuruddin amesema baba zetu na mama zetu walivumiliana mno mpaka matokeo yake wamezikana. Sisi sasa, wao wamefanya ya kwao, sisi tunabuni vipi? Niliwahi kusema siku moja, nunua hata ndizi hata epo,
Lihifadhi, mpelekee mkeo zawadi. Hivi vizawadi hivi vinamfanya mwanamke akuonewa. Maana kuna wanawake leo wameolewa hajawahi kuletewa zawadi na waume zao mpaka leo, na dume yupo kauzu, hana mpango wa kupeleka zawadi kwa mkewe. Sasa wewe ukiwa mbabe, nenda kalinde uwanja wa Taifa, watu wasiingie bure mpirani, sio kwenye ndoa. Ndoa inahitaji ulaini. Ndio ile aya aliisoma mmoja hapa, an khalaqa lakum min anfusikum azwajan, ile aya 21 surati Rum, ile waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Nini rahma? riqatun fil qalbi tahtadhi tafaddula wal ihsan. Kwa hiyo nakuombeni sana akili, kuwa mbunifu. Sio kitu kidogo kwa mama mkwe, kitu kidogo kwa mama mkwe, kitu kidogo kwa baba mkwe, unaonekana mwanamume wewe una hila, una tatizo. Mambo mengine komaa, kuwa mbunifu. Babangu walikuwa wanasema, Waswahili wanasema mvumilivu ula mbivu, lakini babangu walikuwa wanasema mmoja akiwa moto basi wewe kuwa maji. Sio kila kitu cha kubishana, alafu mwanamume ashindani na mwanamke. Mwanamke anazoza na wewe unazoza. Na kuombeni sana akili. Lakini 5, ndoa ni masikio. Kipi unakisikia kuhusu mkeo, na mke kipi anakisikia kuhusu mumewe? Masikio haya mawili ukiyafungua vibaya bila ya kuyachanganya na kilichomo moyoni na akilini, kila unachokisikia unakifanyia kazi, maisha yamekushinda. Na hasa Dar es Salaam, rudi kwenu. Dar es Salaam unatakiwa uwe na masikio, lakini sometime jifanye kama usikii. Kwa hiyo masikio yenu, wanandoa wa leo, kuweni makini sana. Mwisho mtu mmoja alisema, innama dunya ta'amun wa sharabun wa manamun fa idha ma fata hadha fa ala dunya salam. Dunia hasa ni mambo matatu: ule unachokitaka na unywe unachokitaka, na sio ule ulichokipata. Kuna wengine wanakula walichopata, wanaamu ya biriani wanadondoka kwenye ugali na bamia, alafu wanalisifia bamia. Bamia haliwezi kuwa tamu mjomba, ni kufeli tu. Hata kama Dr. Janabi anatuhimiza tule bamia, ni kufeli. Bamia haliwezi kuwa tamu. Watu wanasifia matembele. Shekhe, mboga gani haiwivi? Nani anachao kuona matembele yanawiva? Sasa dunia, ule unachotaka, unywe unachotaka. Sikiliza, mtaalamu anasema wa manamun, kafumba kitu hapo, na ndoa. Yani ile la kwanza na la pili achana, anasema hili la tatu sasa, fa idha ma fata hadha fa ala dunya salam. Kijana akilikosa hili la tatu, hili haupo duniani, we bye bye. Na mawingu yanakuja mwezi wa 6 huu baridi, unaanza kutafuta Kristina Mwajuma au apendeki. Vijana mlioa hongereni, na wengine njooni. Na ili mtu tukuhesabu na akili timamu uwe na ndoa, kama hujaoa huna akili, hatuwezi kuthibitisha kuwa unazo. Mwisho kabisa niwaambie mlioa leo, ukimaliza mwezi mzima mkeo hajakudhi wewe hujaoa, msijizime data, mnanielewa? Kama umemaliza mwezi hujaudhiwa na mkeo hujaoa, mwanamke moja ya shughuli zake ni kukera. Sasa nenda kaoneshe una akili timamu na kero za mwanamke namna gani. Kuna mwingine siamalizi mwezi, mwingine kila siku yana kuudhi tu, utadhani kuwa hakupendi, kumbe ule ndio mwanamke wenyewe. Unamwambia A, anasema C. Kwa hiyo nakuombeni vijana, msiichukie ndoa kwa kero za wanawake, bali kero za wanawake ndio zitakuja kuonesha upeo wa akili zenu. Mwenyezi Mungu akupeni subra na uvumilifu na ubunifu kwenye ndoa zenu. Hadha wa billahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.